Laudato Si, mazingira nyumba ya wote. Karibu. Asante sana. Karibu sana. Asante baba. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Habari ya kwenu? Njema kabisa. Karibu za hapa nzuri. Sawa sawa. Karibu sana parokia ya Moyo Safi. Nashukuru sana. Karibu ndani. Karibu. Furahi kufika Bagamoyo. Karibu sana Bagamoyo, lango la imani. Asante sana. Karibu sana. Karibu uandike kitabu cha wageni. Naam. Asante. Na mtazamaji mpendwa wa Tumaini TV, kipindi Laudato Si, utunzaji, uhifadhi, ulinzi wa mazingira nyumba ya wote, kadiri ya waraka wa Baba Mtakatifu Francisco, ambao mwaka huu unatimiza miaka 10 kwa maana ya muongo mmoja tangu alipouchapisha rasmi mwaka 2015. Hapana shaka umekuwa nasi katika mfululizo wa vipindi vyetu hivi, na hii leo basi tuko katika parokia ya Moyo Safi wa Maria Bagamoyo, Jimbo Katoliki la Morogoro, ambako hapa pia pana historia kubwa, historia nzuri, historia iliyotukuka ya imani yetu kama Wakristo wa Katoliki wa Tanzania. Zaidi ya miaka 150 iliyopita wamisionari wa shirika la Roho Mtakatifu CSSP walifika hapa kwa mara ya kwanza katika kazi ya uenezaji Injili, kadiri ambavyo Bwana wetu Yesu Kristo aliagiza, nendeni ulimwenguni kote mkaieneze Injili. Lakini tumekuja mahususi kabisa kwa ajili ya kufuatilia utekelezaji wa yayo maelekezo ambayo yalitolewa na Baba Mtakatifu Francisco katika waraka wake Laudato Si. Na tumekutana na baba paroko wa parokia hii. Baba pia ni dekano? Hapana. Baba paroko. Baba paroko wa parokia hii, yeye ni Padri Tadeus Sia na ni misionari wa shirika hilo la Roho Mtakatifu. Karibu sana ndugu Era. Asante sana baba. Nashukuru tumeanza kuwasiliana kwa sauti, lakini leo tumekutana. Asante sana. Asante sana. Karibu sana. Tuko pamoja naye leo kwa ajili ya kuona sasa kile ambacho kama ambavyo tulizungumza, mazingira. Karibu sana. Karibu sana. Asante sana. Ni Bagamoyo ni mahali ambapo imani ilianzia kwa Tanzania bara na Afrika Mashariki. Ni sehemu ambayo mazingira ni sehemu ya imani, mazingira ni sehemu ya matumaini. Kwa sababu katika Laudato Si tunaambiwa mazingira yanamkomboa maskini, mazingira yanaleta matumaini nyumba ya wote. Hivyo watumwa walivyokombolewa na wakawa wa kwanza kuanza kijiji cha Marian hapa Bagamoyo, ni Laudato Si ilikuwa inaishiwa kwa mwanzo wa kumweka mwanadamu huru, kumfanya maskini awe na matumaini, na kanisa liweze kuweka mizizi yake katika Tanzania bara na Afrika Mashariki, ili kazi ya uumbaji aliyoumba Mungu iweze kuendelea, iweze kuonekana, iweze kutunzwa, iweze kuheshimiwa, kwa sababu mazingira nyumba ya Mungu yanamhusu kila mtu, yanahusu kila jamii, yanatuhusu sote. Ni masuala ya kimaadili, ni masuala ya kiroho, ni masuala ya kiuchumi, ni masuala ya kijamii. Hivyo Bagamoyo ni mahali stahiki ambayo kwayo tunaangalia uumbaji na kufurahia uumbaji na kutunza uumbaji na viumbe vyake kama Mungu alivyoviumba. Karibuni sana. Asante sana baba. Mtazamaji mpendwa, utangulizi huo, maelezo hayo msingi kabisa yanatolewa na paroko kwamba hapa inawezekana kabisa tukaita ndio kiini cha haya yote ambayo leo tunashughulika nayo. Sawa Tanzania. Yaani mtu hapa alikombolewa kifikra, kimawazo, kielimu,
Kila kitu kilianzia Bagamoyo. ABCD imeanzia hapa. AEIOU imeanzia hapa. Buluchenga kitabu kimeandikiwa hapa. Hapa ni mahali pa kuweka mazingira huru. Kwa hiyo Mtanzania sio tu yule mtumwa, lakini Mtanzania kwa ujumla alikombolewa kutoka hapa. Kabisa kabisa kabisa. Naam, mtazamaji mpendwa, baada ya makaribisho basi tunaanza sasa safari ya kuona kile ambacho baba paroko ametuelekeza kwamba atatuonyesha hatua moja hadi nyingine ya mazingira haya ya nyumba ya paroko, lakini na parokia kwa ujumla wake kadiri ambavyo muda utakavyokuwa unaturuhusu wa kipindi chetu. Na naamini baba paroko kuna mahali tutakuwa tunaanzia. Karibu sana ndugu Hera. Nyumba ya paroko tuanze nayo. Maana tumesimama pembeni yake. Kama mnavyoona nyumba hii ambayo tunaishi ina miaka mingi. Miaka mingi. Lakini tunajaribu kuboresha mazingira kwa kuotesha maua kama mnavyoona na kuhakikisha kwamba hali ya huko ndani, hali ya watu wanaoishi huko ndani inakuwa ya mazingira zaidi. Na mwenzangu Father Elias Rivaofi ambaye tunaishi naye huko ndani. Na yeye ni mwalimu wa Chuo Kikuu Marian, tutapita tutaona. Alafu na Father Niseta Sichara ambaye amepata changamoto za kiafya lakini yuko chini Selamaris kule, tukipata nafasi na tutamsalimia. Ndio tunaishi kwenye hii familia yetu. Familia ambayo tunajaribu kufanya hiyo nyumba ya wote iwe nyumba ya wote kweli, tukianzia na sehemu tunazoishi. Tukiishi kwa haki, kwa furaha, kwa upendo. Kwa sababu nyumba ya wote inaleta furaha, amani, upendo na utayari wa kuendeleza kutunza kile kitu ambacho Mungu ametupa. Kwa hiyo hii ni nyumba yetu ambayo tumeshaingia ndani. Ndio. Tunaweza tukaizunguka tukaona jinsi ilivyo. Karibu. Naam, mtazamaji mpendwa, kama ambavyo unaendelea kutazama, umetoka ndani ya ua wa nyumba ya baba paroko, tuko nje ya nyumba tukiangalia mazingira ya nje ambako bustani za maua zimezunguka nyumba hii nzuri. Japo baba anasema ni ya muda mrefu, lakini basi bado inaendelea kupendeza. Na kama ambavyo ametuambia kwa mapadri watatu hapa na wale wanaowasaidia katika kuhakikisha kwamba mazingira kwa ujumla wake yanaendelezwa katika kazi ya uumbaji. Wanashaka hapa ni nje ya ofisi ya parokia. Mnaweza mkaingia ndani mkamsalimia sister aliyopo, anaitwa Sister Bernadette Msofe. Yuko ndani, yeye ndiye anayetusaidia. Anatusaidia kwenye mambo yote. Odi sister ya kuangalia parokia. Asante sister. Tumsifu Yesu Kristo. Ndiyo ba. Salama za hapa sister. Salama, karibu. Asante sana. Sisi tunafanya kazi ya kuhamasisha utunzaji wa mazingira kupitia kipindi chetu cha Laudato Si, Tumaini TV. Ndio, hongera. Kwa hiyo tumekuja leo zamu yenu Bagamoyo. Asante. Ndio. Karibu kwa kutuona. Asante sana. Sister Alexandra. Mimi ni Sister Bernadette. Bernadetta. Shirika la Moyo Safi wa Maria Morogoro, Mgolole. Okay, sawa kwa mama Pudensiana kwa. Ndio. Nawafahamu mama zangu. Sawa. Mimi Gaudens Sierra. Tumaini Media. Ndio. Watu wageni wa baba paroko kwa ajili ya kipindi hichi ambacho tunakifanya. Sawa. Pengine na kwako pia unafanya mazingira, unahudumia watu. Ndio. Ni watu wa aina gani hasa ambao wanakuja kwenye ofisi yako? Kwenye ofisi hapa kuna mambo mengi. Ndio. Kuna wale ambao pengine wanahitaji ubatizo. Okay, mazingira. Mafundisho ya Ekaristi, mafundisho ya kipaimara. Na pengine mambo ya ushauri. Sawa. Kwenye shida mbalimbali za kiroho. Okay. Ndio. Kazi ya uumbaji. Ndio. Mungu amewaleta, lakini sisi kanisa linaendelea kuwaumba. Ndio. Waendelee kuwa watu wema. Kazi ya walio tutangulia
Sawa sawa. Ndio. Basi Sister Benedetta, sisi tunakushukuru. Haya, asante sana. Tutakie kila laheri na Mtakatifu Benedetta. Subiro au Benedetta yupo warudi? Subiro. Ndio huyo warudi. Okay. Azidi kuambatana na wewe. Asante sana. Asante sana sister kwa kazi nzuri unayofanya. Asante sana. Haya. Naam, mtazamaji mpendwa, baada ya kutoka ofisi ya parokia ambako tumekutana na Sister Benedetta, wakati huu tuko eneo la laundry. Hapa tunakutana na mwanamama pia, kuna baba paroko, pengine atatutambulisha mama huyu na shughuli anazofanya, na bila shaka hapa pia yuko kwenye masuala ya mazingira, usafi. Karibuni sana, tukutane na dada Konso. Dada Konso amekaa na sisi zaidi ya miaka 18. Miaka mingapi dada? 10? Zaidi ya miaka 18 amefanya kazi hapa. Ndio. Na amekuwa mtu wa karibu sana kwenye mazingira, kwa sababu hata baadhi ya mifugo atatupeleka, ndiye anayeitunza. Okay. Ndiye anayeitunza. Na anatusaidia kwenye kuangalia afya zetu, kwenye swala la usafi, kwenye swala la nyumba, unavyoiona huko ndani ilivyokuwa nzuri, ni yeye anayefanya, na shughuli nyingine za kimazingira kama zinavyotokea. Kwa hiyo dada Konso ni msaada mkubwa kwenye kuishi maisha haya ya nyumba ya wote. Na tunajaribu kila iwezekanavyo ili na yeye maisha yake yaweze kuwa bora siku hadi siku. Kwa sababu nyumba ya yote ni pamoja na kusaidia watu waweze kumudu maisha yao. Na tunajaribu na yeye aweze kuishi kwa matumaini huku akimudu mazingira anayoyaishi. Ndio. Asante sana dada Konso. Asante sana baba paroko. Hongera sana. Asante sana. Nimefurahi sana kukukuta na tumepata historia hii nzuri ya kono wako. Tumefurahi, tunaona miti imezunguka kibanda hiki. Hapa pengine nini ambacho kinafanyika kwa hapa kwa wakati wote? Kwa hapa kuna muda ambao mapadri wanatakiwa wapumzike. Okay. Sehemu ambao wanapumzika na mapadri. Ndio. Yeyote mgeni anayekuja, labda tutakuwa na mtu anahitaji akae nje na mgeni wake. Ndio. Tunamtayarishia hapa, anakuwa anakaa na mgeni wake hapa. Wanaendelea kuongea na kinywaji kinaendelea hapa. Mazingira. Hapa ni sehemu ambapo tuna miradi midogo ambayo inatusaidia kwa ajili ya chakula chetu kama mapadri zaidi. Kwa hiyo tunafuga baadhi ya wanyama na ndege kama kuku na mabata, kufanya mazingira yetu yawe na uhai. Kwa sababu unapokutana na hao wanyama wanakukumbusha kwamba lazima kutegemeana. Viumbe vya Mungu vinategemeana na vinakaa hivyo, kila kimoja kikiwa na maana ya kufanya ulimwengu uweze kuwa bora zaidi. Hivyo hapa tutaanza na mradi wetu mdogo wa sungura, ambao sungura hao tunawatumia zaidi kwa ajili ya chakula, na majirani wakitaka kupata mbegu ili nao waweze kuwa nani waweze kupata, waweze kuwa na sungura, nao tunawakaribisha. Mayai na tunapata nyama ambayo hawa mabata wanatupa matumaini, wanatuonyesha uhai wa uwepo katika viumbe. Na viumbe hawa, mabata hawa unavyoona, kama ni Laudato Si, sifa iwe kwako kwa kutunza mazingira. Mabata haya kila siku ya kinywa maji anaangalia juu, anamwambia Mungu, sifa iwe kwako kwa kutufanya kama tulivyo. Okay. Na sisi tunafurahi kuwaona na kuwatunza mabata hawa. Sasa kama nilivyosema kwa sungura, hivyo kwa mabata haya yanatukumbusha uumbaji, yanatukumbusha furaha ya kuwa na viumbe tofauti ambavyo kwavyo Mungu alivifanya viwepo, na akampa mwanadamu wajibu wa kuvitunza, wajibu wa kutunza ulimwengu, wajibu wa kusimamia ulimwengu na sio kuharibu ulimwengu kwa kutumia sayansi na teknolojia, wajibu wa kutambua kwamba sisi tulioumbwa kwa sura na mfano wa Mungu
ile sura na mfano wa Mungu inaonekana wazi tunapofanya mazingira, tunapofanya mwanadamu aweze kumuona Mungu zaidi katika uumbaji. Na tunashirikiana na Mungu katika kazi ya uumbaji pale ambapo ile kazi aliyotuachia ya kuutunza ulimwengu tunaifanya tunavyotunza viumbe vyake. Tunaifanya pale ambapo tunatambua wajibu wetu, pale tunapoenda kinyume na mpango wa Mungu, kinyume na sheria asilia, tunatambua kwamba tunaharibu ile kazi na wajibu tuliopewa kama wanadamu. Tuna kuku wachache ambao nao wanatupatia chakula. Tuna paka ambaye paka nao wanatufanya tufurahie mazingira ya Mungu. Kwa hiyo tunaweza tukaenda tukaona kuku, halafu hao kuku sikupi mayai kwa sababu hajaanza kutaga. Wakianza kutaga ukija tena hela na siku nyingine basi nitakupa zawadi ya kuku. Karibuni sana katika mradi wetu wa nguruwe, ambao mradi huu unatusaidia sisi kama mapadri, kwanza kwa ajili ya kupata mbolea kwa ajili ya bustani zetu, alafu kupata kitoweo kwa ajili ya chakula chetu, na kupata fedha za kupunguza ukali wa maisha na kutusaidia katika utume wetu. Nguruwe hawa tumewagawanya katika sehemu 3. Sehemu ya kwanza ni dume, na yule dume amewazalisha watoto hawa wawili. Kwa sababu amewazalisha watoto wawili, hatuwezi tukamchanganya dume aliyezaa na watoto wake wakaendelea kuzalishana. Kwa sababu kwa kufanya hivyo, kizazi kitakachozaliwa kati ya mtoto na dume baba kitakuwa kinarithishwa udhaifu mwingi kutoka kwa watoto na kutoka kwa baba. Kwa hivyo inashauriwa sana kwenye ufugaji wa nguruwe, baba na mtoto watenganishwe, mama na mtoto dume watenganishwe, ili watakapokuwa wanaendelea kuzalishwa unakuwa na vizazi tofauti. Ndio maana kwenye banda la 3 kuna nguruwe mwingine ambaye asili yake sio kwenye banda hili. Na huyo anaweza akazaa na dume lililoko kwenye banda hili. Hawa wengine ambao asili yao ni hapa, inabidi tuwatafutie dume lingine kutoka sehemu nyingine ambao hawana mahusiano ya karibu. Alafu katika ufugaji wa nguruwe ni vizuri masuala ya kuangalia minyoo. Nguruwe kama ana minyoo, kama ana magonjwa, ni vizuri kuwa karibu nao. Ni mradi ambao unajiongeza kwa muda mfupi. Ni mradi ambao unawezekana hata kwa mtu maskini kumsaidia kuondokana na adha ya umaskini wake, kwa kuwa tayari kuanza mradi wa nguruwe ambao kuzaliwana kwake ni kwa haraka, na kunahitaji tu utulivu na subira ya muda mfupi. Miezi 6 tayari unaanza kupata matunda ya nguruwe ambao umewafuga. Hii ambayo ni product inayoonekana sasa, mlianza nayo lini? Na ni hawa tu au kulikuwa na wengine kama ulivyosema, labda pengine swala la kiuchumi, biashara, wameuzwa au nini ambacho kimefanyika? Huu mradi ulianzishwa miaka 3 iliyopita, ambayo mabanda yote yalikuwa na nguruwe. Lakini kwa sababu ya kufuga nguruwe ni ili uweze kupata chakula, mbolea na faida, wengine wakafika umri wa kuondolewa. Kwa hiyo ikabidi tuwachinje, tupate yale manufaa tuliyotegemea na kuwa tayari kuanza na hawa ambao tulionao. Baada ya mabadiliko ya wafanyakazi wa nguruwe, tuliogopa tungeendelea nao, na mtu asiyejua historia wa nguruwe wangeanza kuwachanganya kuzalia baba, mama na watoto, ambao ungekuja kuwa na mradi wa nguruwe ambao
ugonjwa kidogo wanakufa wote, kwa sababu wamerithishwa udhaifu kwa wazazi wote wawili. Kwa hiyo kwa sababu hiyo tukakubaliana kwenye jumuiya kwamba ni vizuri tukawapunguza, tukaanza upya. Yule nguruwe naye muona kule ametoka Mlandizi. Katoka Mlandizi. Huyu Juro alitoka dogo center kule Boko. Kwa hiyo huyu ni watoto wake, tunajua ni baba huyo, haruhusi kuzaa nao, lakini kwa sababu ya uchache ni rahisi kuwa monitor na kuanza upya. Okay. Na mtazamaji mpendwa, kama ambavyo baba ametueleza na tukiwa ndani ya banda hili la nguruwe, lakini kabla ya hapo tumeona sungura, tumeona bata wazuri, tumeona kuku, na kote tumepata maelezo kwa nini wapo hapa. Ya baba, hongereni sana. Asante sana. Yani, asante sana. Tukiongea hivi unaweza kusema labda baba sijui atapata ugumu, kumbe Laudato Si unayo. Yaani tunaishi. Umetufunulia vitu vingi vingine vipi ambavyo tulikuwa tujavisikia. Hongera sana kwa hilo. Labda pengine sasa kama kuna mahitaji ya uligusa wakati fulani kama watu waumini hivi wakitaka na nini, hilo linaendelea kufanyika. Na kwa mazingira ya nguruwe ilivyo na kuku walivyo na bata walivyo, sasa pengine kama mimi nakuja na nahitaji kwenye hilo fungu mlilonalo, inawezekana kwa sasa? Kitu cha kwanza ni kwamba hawa nguruwe ambao mnaona wengi wamechukuliwa na Wakristo wetu. Okay. Wamewanunua. Okay. Na sisi tunawaambia kwamba hawa nguruwe uliowanunua, kama unataka wazaliane, usiende kwa Josefu ukachukua dume lile, kwa sababu lina asili moja na hawa uliochukua hapa. Kwa hiyo wale wote wanaochukua hapa tunawaambia kwamba usinunue kwa Baltazari, kwa sababu asili yao ni hapa. Okay. Kwa hiyo nenda kwa masista, maana masista wanafuga sana. Ndiyo. Kuna masista wa Mgolole wanafuga, masista wa shirika la mabinti wa Maria wanafuga, masista wa Passionist wanafuga. Na katika elimu tunayofanya ni kujaribu kuwasaidia Wakristo wetu wasichanganye asilia moja ya mifugo ya nguruwe wanaonunua. Pili, wakiona wamepata shida, kuna daktari wetu ambaye anatusaidia. Wakiona nguruwe wao wanapata shida, wanatuambia, tunamwomba tu daktari anaenda anawaangalia na kuwapa ushauri nini kifanyike. Kwa sasa hivi kwa nyama, kwa sababu ni wachache sana, nafikiri kuwauzia kwa sasa hivi ili kuwepo, lakini sasa hivi hapana, mpaka mradi utakavyokuwa tena. Okay. Naam, mtazamaji mpendwa, kipindi Laudato Si kutoka hapa Bagamoyo, parokia ya Moyo Safi wa Maria, kwa baba paroko Tadeus Sia. Yeye ni misionari wa shirika la Roho Mtakatifu CSSP. Kama unafahamu, askofu wa jimbo Katoliki la Zanzibar Mhashamu Agostino Shao pia ni misionari wa shirika hili. Kama unafahamu, askofu wa jimbo Katoliki la Same Mhashamu Rogati Kimario basi ni shirika hili. Tunafurahi kwa sababu mahali hapa ambapo ni msingi wa imani yetu, shirika hili ndio lilianza, na kwa hata sasa wanaendelea wao, na hivi wanaendelea kutupa elimu kama ambavyo walitusaidia kupata elimu mwanzoni. Manake sema alitaja vitabu mpaka vya Bulicheka viliandikwa hapa. Kwa hiyo Watanzania walianza kuelimika kutokea Bagamoyo, sio sehemu nyingine. Iwe Wakatoliki, iwe Waislamu, iwe waamini wa dini nyingine zozote, hata wapagani pia wapo ambao walielimika, lakini msingi wa hiyo elimu ulitokea hapa na shirika la Roho Mtakatifu lifanya kazi hiyo. Kwa tunapozungumza Laudato Si, maana yake ni binadamu mzima na mazingira yanayomzunguka kadiri ya ujumbe wa Baba Mtakatifu. Kwa hiyo tumepata elimu hii kutoka kwa Padre Tadeus kuhusiana na namna ambavyo wanashiriki kazi ya uumbaji, kazi ya kutunza mazingira, nyumba ya wote, na kuhakikisha kwamba viumbe vyote ambavyo vinapatikana kadiri ya uwezo wao wanaendelea kuvisimamia. Tumeonyeshwa mpaka paka wa nyumba ya baba paroko. Na yeye ana shughuli yake. Lakini baba ametuelezea kuku, sio tu kula nyama na mayai. Kuku pia wana shughuli pengine. Kuna wadudu wengine ambao inawezekana wangetuzuru, kuku wanawala, wanawazuia kuja kutusumbua.
halikadhalika na bata na sungura na kadhalika. Tumeelewa yote haya bila shaka. Tuzidi kupata elimu kadri tunavyoendelea mbele na kipindi chetu. Endelea kukaa nasi, na kama pia unatamani tuje hapo ulipo na wewe pia uweze kuonyesha mfano wa namna unavyotunza mazingira yako, iwe parokia, iwe jimbo, iwe pia hata jumuiya, lakini hata nyumba ya shirika, watawa, maana watawa wasisi wana nyumba zao mashirika, kwa tunaweza kufanya pia ili watu wengine wajifunze kutoka kwenu. Tupigie simu nambari 0762 080084 0762 080084. Utatupata Laudato Si Tumaini TV, ipe nafsi yako tumaini. Na mtazamaji mpendwa, tunaingia sasa eneo la bustani ambayo nayo pia baba ametugusia kwamba ni moja ya ishara au maeneo ambayo yanaonyesha namna gani wanazingatia utunzaji wa mazingira. Na hii bustani inazunguka nyumba ya parokia ambamo wanaishi paroko na mapadri wanaomsaidia. Pengine baba, labda tuelezee kilichopo katika bustani hii ili mtazamaji pia aweze kujua namna gani ambavyo uko makini na hili jambo. Karibuni sana katika bustani yetu ambayo tunapata mbolea kutoka kwa wanyama wetu. Tunapata kutoka kwa nguruwe na tutapata mbolea kutoka kwa kuku. Na mbolea hiyo tunaileta, tunaitumia hapa kwenye bustani, ambapo bustani yetu haina vitu vingi sana. Ina matembele, ina maboga, majani ya maboga. Huku ndani kuna mananasi. Lakini hali inaonekana ya ukame kidogo, kwa sababu tunategemea maji ambayo tuna pump kutoka kwenye kisima. Lakini kwa sababu ya ukame wa kutisha, ukame ambao kuna joto ambalo sio la kawaida, inafanya bustani hii isiwe kijani kama inavyostahili kuwa. Na ninaamini ili tatizo la joto ambalo sio la kawaida, ili tatizo ambalo ukame ambao sio kawaida, ni matokeo mengine yanayosababishwa na mwanadamu kutokutunza mazingira. Huo ni uhalisia ambao tuwezi kukataa, kwa sababu kama kwenye dania ya juu ya dunia kuna ozone layer, kuna hewa nyingi ya mkaa, matokeo yake ndio tunayapata. Na ni masikitiko kwamba sisi maskini, nchi maskini zinazoendelea ambazo hatuhusiki kikubwa kwenye kutengeneza huo mkaa, ndio tunapata matokeo katili zaidi ya kimazingira kuliko hata wahusika. Kwa hiyo tunachokiona, tuitunze dunia na dunia itutunze. Pengine baba, tumeona mifugo mbalimbali na ulitugusia mbolea, pengine nayo ndio inasaidia kwa ajili ya huku bustanini. Ile mbolea tunayepata ndio anatusaidia hapa kwenye bustani. Yaani ukila mchicha wa hapa, yaani unakula mchicha original usiokuwa na kemikali yoyote. Ni unaotesa mchicha, unatukia mbolea kwa nguruwe, unauwekea, unaumwagia maji, unakula. Hauna fertilizer, hauna chochote. Tena kuna teknolojia nyingine nilikuwa nafundishwa kwa kutumia mkojo wa sungura kama kuua wadudu. Na hayo tuliwa kutumia, unachanganya na maji, unapigia wadudu wanaondoka, mnaendelea kufurahia mazingira. Na hasa tungependa labda ufahamishe wale mtazamaji anayetutazama yuko sebuleni kwake wakati huu, pengine afahamu nini kilichopo hapa. Kuna mchicha umeutaja, lakini tuna nini? Nimeona tembele kingine. Kwenye bustani yetu tuna vitu vichache lakini vinatutosha. Kuna matembele, tuna mchicha, tuna mananasi, tuna ndizi, tuna matikiti, tuna pilipili ambazo tumezivuna, zimebakia chache. Kwa hiyo tuna vitu ambavyo kwa chakula chetu
vinatutosha. Hii nini passion? Hiyo sio passion. Hilo ni linaitwa staferi. Staferi. Hili ni staferi ambalo liko ndani ya bustani hii. Okay. Tuna mapapai kama unavyoona, mengine madogo, mengine makubwa. Mengine yamezeeka, yataondoka, mengine manani yataanza. Tuna kisamvu. Sawa sawa. Kisamvu ambacho kipo, tunavuna, tunakula. Kula chakula chenye green, chenye mboga za majani zilizojaa calcium kama matembele, msamvu, matikiti, majani ya maboga. Majani ya maboga inasaidia sana mwanadamu kwenye mfumo wake wa damu na ukuaji mzuri wa kibinadamu. Kwa hiyo tunaweza tukaepuka vidonge vingi vya hospitali kwa kula chakula ambacho ni balanced, chakula ambacho kina virutubisho vinavyohitajika kwenye mwili. Mtazamaji mpendwa, upewe nini zaidi ya elimu hii tunayoipata hapa Bagamoyo kutoka kwa paroko kuhusiana na bustani hii, japo ni ndogo, lakini na kila kitu ambacho pengine binadamu anakihitaji kwa ajili ya afya yake. Ndiyo kuendeleza uumbaji, kwa sababu kadiri tunapokuwa na afya njema ndivyo ambavyo pia tunakuwa na uwezo mzuri wa kutawala vile ambavyo Mungu ametukabidhi. Sawa sawa kabisa. Huo ndio uhalisia. Mtazamaji mpendwa wa Tumaini TV, kipindi la Laudato Si, tumefika katika shule ya Kizuiani, shule ya msingi Kizuiani hapa Bagamoyo. Shule iko katika eneo la parokia ya Moyo Safi wa Maria, na ni shule ya kwanza iliyoanzishwa na shirika la Roho Mtakatifu bila shaka. Wakati ule mlikuwa mnafahamika zaidi kama Holy Ghost Fathers. Sawa sawa. Kwa hiyo shule hii ndio shule ambayo inalitambulisha shirika, kwa maana ya shule ambazo zilianzishwa, hii ni ya kwanza katika shule zinazotoa elimu ya msingi. Kwa namna ya pekee pia tumekutana na mwalimu Pili Hoza ambaye anafundisha katika shule hii, mwenyeji wetu. Na mwalimu, tambulisha mtaaluma. Mwalimu Kisabo. Godfrey Kisabo. Wote hawa ni walimu katika shule hii, na aliyetuleta hapa ni baba paroko wa parokia hii, Padre Tadeu. Wakati huu usikia kengele hii, maana yake kuna jambo bila shaka, na wanafunzi wanatoka madarasani wakati wa mapumziko. Na sisi tunaendelea na kile ambacho kimetuleta hapa. Bila shaka baba paroko, tukupe nafasi uweze kuzungumza kabla hatujawasikiliza wenyeji wetu. Basi karibuni sana katika shule ya zamani ambayo mwanzo wake ni mwaka wa 1870. Ni kati ya wamishonari walipofika, kitu cha kwanza walichoangalia ni kumkomboa mwanadamu kielimu, kwa sababu elimu ni ufunguo wa maisha. Tuliambiwa elimu inamfanya binadamu awe uhuru, elimu inamrudishia mwanadamu utu. Hivyo hii shule ya Kizuiani ina historia yake ambayo haiwezi kafutika, ambayo ni historia ya kuwa shule ni chimbuko ya mashule mengine, kwa sababu kwa kupitia hapa wanafunzi walianza kujifunza kusoma na kuandika. Ile elimu ambayo ni elimu ya vitabuni, chimbuko lake ni Bagamoyo. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu, baada ya miaka yote hiyo 1870 mpaka leo shule inaendelea kuwepo, inaendelea kukua. Ni shule ya serikali sasa hivi, wakijua kwamba bado elimu ni kiini cha maendeleo, cha kumkomboa mwanadamu katika mazingira anayoyaishi. Unapompa mtoto elimu, unamkomboa kifikra, unamkomboa kiuchumi, na unamkomboa kimtazamo. Hivyo shule hii inabakia kuwa endelezo la nia njema
la kufanya dunia kuwa mazingira mazuri ya kuishi, kwa sababu vizazi vilivyopita hapa wakisoma katika shule hii wameenda sehemu tofauti wakitambua wajibu wao wa kuendelea kuitunza dunia, kujikomboa katika utumwa wa umaskini, lakini kujikomboa zaidi katika utumwa wa kimawazo ambao unatuweka huru. Hivyo karibuni sana Kizuiani, basi nawarudisha kwa walimu, watawaelezea zaidi. Naam, mtazamaji, baada ya maelezo hayo msingi kutoka kwake baba paroko, niseme tu na najaribu kuoanisha Kizuiani na Kizuiani ya Mbagala kwamba inawezekana wale waliiba jina kutoka huko. Ndio maana yake. Inawezekana sisi tusifahamu hilo, lakini kwa sababu ya ukongo wa eneo hili, basi inawezekana Kizuiani Mbagala mlikopa jina kutoka hapa ambako ndio asili yake eneo hili la Bagamoyo. Tuzungumze basi na walimu kuhusiana na namna gani wanatekeleza swala zima la utunzaji wa mazingira katika shule hii ya Kizuiani, shule ambayo inaendelea kutoa elimu ya msingi. Nianze na mama Pili Hoza. Ladies first. Haijalishi. Haijalishi. Okay. Pengine unaweza kutueleza kwa kifupi namna ambavyo mnatunza mazingira. Nimeona na wanafunzi wako kwenye maji kule wakiwa na namna gani. Sisi tunaambiwa wakati mwingine tuyachemshe, hawa wanakinga tu bombani. Ikoje, imekaaje pia? Karibu. Kwenye mazingira kama shule ya msingi Kizuiani na uongozi wake wa shule tunajitahidi kuyatunza yawe katika hali ya kijani. Tuna kisima hapa ambacho ni cha kupampu, lakini maji yetu ni ya chumvi kidogo. Okay. Lakini tunajitahidi hivyo hivyo katika kutunza bustani, tunamwagilia mara kwa mara asubuhi na jioni ili angalau tupate kijani tukiwa tunasubiria wakati wa mvua. Okay. Sawa sawa. Na kuna changamoto yoyote ya kimazingira ambayo unadhani pengine inasababisha mkwame katika yale malengo yenu ya kuhakikisha hiyo kijani inapatikana? Changamoto yetu kubwa ni maji, kwa sababu maji yetu ni ya chumvi. Aha, okay. Na mimea na kuna namna nyingine yoyote bado hatujapata. Au hamjapata ufumbuzi wake? Pengine asubuhi wanafunzi wanapofika mpaka wanapoondoka, nini wanachokifanya kuhusu mazingira? Kuhusu mazingira kwa wanafunzi tumewagawa kwenye makundi tofauti tofauti, ambao unaona bustani za maua zinashughulikiwa na wanafunzi wa darasa la 7 na sehemu ambazo ziko wazi zina madarasa tofauti tofauti ya kufagia, na kila sehemu kina mwalimu wake wa kusimamia na kuhakikisha hakuna karatasi na takataka zinazagaa wakati wa vipindi vinaendelea. Yaani siku nzima mpaka wanapoondoka. Ikifika jioni wanaochelewa kuondoka ni darasa la 7 na la 4. Kwa kabla ya kuondoka huwa tunawaambia wapite wakote karatasi zote zinazozunguka shule na kupeleka sehemu inayotakiwa, tuache mazingira ya shule yakiwa salama na safi. Kwa sababu swala la mazingira linatuhusu sote. Aliangalia Bagamoyo labda pengine peke yake, au aliangalia labda Chalinze peke yake, ni kila mahali. Na nyinyi pia kama shule, kuna shule zingine ambazo pia nadhani mnazifahamu. Mkijilinganisha na wengine mko wapi? Sisi kwa kweli tunajitahidi. Kulingana na ukame uliopo, lakini kushuleni kwetu umekuta kuna kijani. Kila mwamba ngoma nini? Kuvutia kwake. Hapana, wanajitahidi. Okay. Sawa, asante mwalimu Pili. Mwalimu Godfrey, na wewe pia labda pengine una jambo ambalo ungeweza kulieleza tofauti na alioeleza. Tusogee kwenye kibao cha mazingira na mwalimu Godfrey. Sio upande wangu. Simamia kwa hapa hivi. Nataka kwanza kibao hiki kionekane. Okay. Mazingira ya kutunze. Sawa sawa. Yaani tunasema mazingira ni jumla mambo yote yanayomzunguka kiumbe hai na kisicho hai. Ndio. Sawa. Kwa tumeona umuhimu wa utunzaji wa mazingira. Ndio maana naona kama sasa hivi shuleni kwetu tuna changamoto kubwa ya maji kama alivyosema mwalimu. Lakini kadri inavyowezekana tunajitahidi kuhakikisha kwamba tunakuwa na shule ambayo ina ukijani. Na changamoto kubwa ni upatikanaji wa maji, lakini ya pili changamoto nyingine ni uzio. Sababu kuna muda ambao tunapanda miti. Ukishapanda miti wale wana jamii
wanapita wanafanya nini? Wanang'oa. Kwa hiyo tungekuwa na uzio, tungekuwa sasa hivi tungekuwa shule inawezekana ya kwanza tungesema. Lakini kwa sababu muhula uliopita huu wa mvua, kile cha msimu uliopita tumepanda miti mingi, takriban miti 500. Lakini yote kaja ikang'olewa. Kwa hiyo kama tungekuwa na uzio sasa hivi tungekuwa na miti mingi. Na hiyo inazidisha hapo nyuma majengo haya kuna miti mingi tu. Kwa hiyo hii shule ina utamaduni wa utunzaji wa mazingira kwa ujumla. Tunaendelea kutunza mazingira ndani na nje ya madarasa yetu. Ili kuhakikisha kwamba mtoto ili kuhakikisha kuwa na mazingira mazuri, hata swala zima la ujifunzaji inakuwa ni nzuri, yani kuwa na ufanisi mkubwa. Kwa sababu hata kabla tujaanza kufundisha lazima tuangalie mazingira ya ndani na ya nje. Ili kumwezesha mtoto kufanya nini? Kujua, kujifunzaji. Lakini ukishakuwa na mazingira ambayo sio ndani na nje, kidogo kunakuwa na changamoto katika ujifunzaji. Kwa hiyo mtazamaji mpendwa, bila shaka umesikiliza maelezo ya mwalimu Pili, lakini umesikiliza pia maelezo kutoka kwa mwalimu Godfrey, na bila shaka hata mamlaka ambazo zinahusika na kuhakikisha mazingira ya shule zetu hizi yanakaa vizuri, pengine hili mmelisikia. Lakini wasamaria wema, raia wema ambao inawezekana pengine kwa namna moja au nyingine na nyinyi mnajali masuala mazima ya kumkuza mtoto kielimu, kumtunza binadamu kiroho na kimwili ili aweze kuwa raia mwema, lakini pia muamini mwema, haijalishi dini gani. Lakini akiwa muamini mwema pia manake tunapata pia walimu wazuri, wazazi wazuri, viongozi wazuri, taifa zuri. Bila shaka shule hii hicho ambacho kinapungua tushirikiane basi tuweze kusaidia pale ambapo tunaweza kufanya kuhakikisha kwamba hayo ambayo yanatakiwa kutekelezwa hapa yawe yanatekelezeka. Inaonekana kiu ni kubwa sana. Pengine shule inataka ifikie standardi fulani ambayo yani kama alivyotueleza mwalimu Pili kwamba wao wako vizuri kuliko zingine, lakini bado wanaamu wawe vizuri zaidi kuliko hapo walipo. Kwa hiyo tuwafikishe pale walipo. Kama mambo yanakwenda vizuri basi bila shaka wanafunzi wanaotoka hapa watatusaidia katika maeneo yetu mbalimbali. Kipindi Laudato Si, sifa iwe kwako katika uumbaji. Kutoka Tumaini TV, ipe nafsi yako tumaini. Na bila shaka mtazamaji unaendelea kuwa nasi. Tuko Bagamoyo, mlango wa imani. Bagamoyo, msingi tunaweza kusema wa elimu ambayo Watanzania wameipata kutokea hapa na ikaenea nchi nzima. Na mtazamaji mpendwa, utakapo kushirikiana nasi katika kipindi hiki popote ulipo unaweza kutupigia simu nambari 0762 08 0084 0762 08 0084. Bado tunaendelea kuwa nawe katika maeneo ambayo ni chini ya Jimbo Katoliki la Morogoro. Usisahau hiyo. Pamoja na kwamba Bagamoyo ikitajwa ni kama sehemu ambayo inajitegemea hivi kwa ukubwa wa jina lake na kihistoria yake, lakini iko ndani ya Jimbo Katoliki la Morogoro na ni mkoa wa Pwani. Endelea kukaa nasi. Na mtazamaji, tunaingia katika mojawapo ya madarasa haya ambayo tumegusiwa tu juu kwamba ni madarasa ya kihistoria. Maana yake shule hii kama alivyoeleza baba paroko, ndio shule ya kwanza kabisa ya msingi kujengwa na shirika la Roho Mtakatifu walipoingia kufanya utume hapa Bagamoyo katika miaka hiyo ya 1870 hivi ya kuendelea mbele mpaka pale ambapo sisi pia tuliweza kufahamu uelewa huu, na kanisa pia likaendeleza kazi hiyo hata pale tuliposherehekea miaka 150 ya uinjilishaji, na sasa ni zaidi ya hiyo. Na kama ambavyo baba paroko ametuleta hapa, tumekutana na walimu. Tuna mwalimu Godfrey, tuna mwalimu Pili. Hawa ndio watatupa maelezo sasa. Pengine mwalimu Godfrey, katika hili uanze kutuelezea nini ambacho kipo hapa na mtazamaji pengine nini ambacho anapaswa kukifahamu na ungependa basi kukieleza kwa kujidai kabisa, kwa kujivunia kwamba hapa ni sehemu sahihi hata wewe pia kubahatika kuwa mwalimu katika shule hii ya kihistoria. Sawa. Karibu sana. Shule ya msingi ya Kizuiani imeanzishwa mwaka 1870. Ilikuwa ni shule ya misheni
au shirika Roman Catholic. Shule hii imejengwa toka 1870. Madarasa leo jengo lilikuwa mojawapo ni hili hapa na kuna lingine linalofuata hapo. Lakini kama unapoona madarasa toka mwaka 1870 mpaka leo ni kwa kiasi gani yalipokuwa na ubora hadi sasa. Yamejengwa ni madawati. Ni madawati ambayo yalijengwa na jengo hili. Jengo hilo jengo baadaye akajenga ya madawati. Nadhani hata wewe mwenyewe unaona ulikuwa na uimara wake haya madawati. Ni kama mwanafunzi miundombinu ambayo ni imara sana. Leo jengo hilo fikiria toka mwaka 70 mpaka leo 2025. Lakini madarasa haya yapo imara, madawati yake yapo imara. Kwa hiyo inadhihirisha kuwa kipindi hicho watu walikuwa wanajenga kwa kuzingatia viwango kama wahandisi wanavyotaka. Na inawezekana na zaidi. Kwa hiyo sisi tunajivunia sana kuwa na madarasa kama haya na madawati yake. Sababu shirika Roman Catholic imesaidia. Kweli ilikuwa ni shule ya mission lakini baadaye wakaamua kuirudisha serikalini. Ambapo serikalini hadi sasa unapotuona hapa tunaongea ni walimu ambao tunafundisha shule hii. Kwa hiyo sisi tunashukuru sana kuona shirika la Roman Catholic jinsi maana walitutendea. Maeneo mengine shule kama hii au madawati kama haya na madarasa kama haya hayapo. Ila sisi ni miongoni mwa zile shule ambazo tulijengewa haya madarasa au miundombinu hii. Kwa hiyo sisi tunashukuru sana kwa ujio wenu, lakini tunashukuru hata Roman Catholic kwa kusema sasa sisi ni wadau wa wapi wa Kiziwani shule ya msingi. Lakini kama unavyoona ndugu zetu watu wa kiroho, sisi tunajivunia kuwa shule hii. Kwa sababu shule ambayo imeanzishwa na imani ya dini ya Kikristo. Sawa? Lakini mambo ni mazuri. Tunajivunia kuwepo hapa, tunaendelea kutoa elimu kama unavyotakiwa na hata vipindi vya dini hapa vinaendelea. Japokuwa sasa vipindi vyetu vya dini havibagui. Kuna Waislamu wanakuwa kwao na Wakristo wanakuwa kwao, lakini sisi tunajua ni Mungu ni mmoja. Na tunachokitaka imani ni moja. Ila ni madhehebu tu tumetenganishwa kwenye madhehebu. Naam, mtazamaji mpendwa Tumaini TV, kipindi Laudato Si. Ipe nafsi yako tumaini, lakini pia yatunze mazingira ya kutunze. Na bila shaka ili tunalishuhudia hapa katika shule ya msingi Kizuiani, shule kongwe zaidi katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Shule ya kwanza ya msingi ambayo ilikuwa na madarasa mawili tu wakati huo. Na madarasa haya ndio ambayo pia tumeletwa sisi kuyatazama. Na tumeshangazwa na hili kukuta kuta ambazo zilijengwa mwaka 1870, miaka 155 iliyopita, lakini madawati ambayo yaliwekwa katika madarasa haya yakijengewa vizuri na simenti. Sijajua simenti ya aina gani, kama ni simenti yetu hizi za siku hizi au simenti yao waliotumia ni ya aina gani, lakini hakuna dawati hata moja ambalo limebomoka. Yote yako vizuri. Wale wote ambao walisoma katika shule hii kwa miaka dahari hiyo iliyopita, maana yake kwamba walikalia madawati haya na walimu pia walifundisha katika madarasa haya wakitumia tunaita huo ubao wa kuandikia ambao tumeutazama. Mtazamaji, ni vitu vya ajabu vya kushangaza, lakini basi ndio sifa ya uumbaji wa Mungu Mwenyezi ambao sisi tunapenda basi kukuhamasisha wewe ambao unatutazama uhakikishe kwamba unayatunza vizuri mazingira ambayo umekabidhiwa na Mungu Mwenyezi, kadiri ambavyo Baba Mtakatifu Francisco ameeleza katika waraka wake Laudato Si. Baba Paroko alituambia encyclical ambayo leo au mwaka huu wa 2025 inatimiza miaka 10, na tuna kila sababu pia ya kumkumbuka na kumuombea Baba Mtakatifu afya njema, aamke aweze kufanya utume wake kama ambavyo alikuwa anatamani kutekeleza, na ambaye kwa sasa basi yuko katika hospitali ya Gemelli pale mjini Roma. Bila shaka ni kitu chema sana, lakini Baba Paroko pia anatambua waraka namba 2 kuhusu hayo mazingira Laudate Deum. Baba Mtakatifu ayaturudisha kuhakikisha kwamba tunajali, tunathamini, tunayatunza mazingira yetu. Bila hao wa misionari kuweka msingi huu, bila hao ambao walikabidhiwa shule hii kuitunza,
na kuendelea kuitunza na kuitunza, tungekuwa wapi? Mwalimu Godfrey ametueleza, Mwalimu Pili ametueleza namna ambavyo wanafanya jitihada kuhakikisha wanayatunza mazingira haya, ili wanafunzi wanaokuja kusoma katika shule hii wasome katika mazingira bora, mazingira safi, mazingira salama, mazingira ambayo hawapi shaka. Humu hawezi kuingia nyoka, humu hawezi kuingia mdudu yoyote, kwa sababu akija anakuta hapa sifanani na hapo, anatokomea machakani. Kwa hivi tuyatunze mazingira ili yatutunze, na bila shaka ujumbe utakuwa umefika, na tunaendelea kupatia ujumbe kutoka hapa Bagamoyo, kutoka shule hii ya Kizuiani, shule ya msingi ya kwanza ambayo sasa inamilikiwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hongereni sana walimu. Hongera pia kwa wanafunzi ambao wanapokea mafundisho yenu. Hongera kwa wazazi pia wa wanafunzi wanaosoma katika shule hii. Basi hongera baba paroko ambaye pia unaendelea kuwatunza waamini kiroho, na wale ambao pia wenzetu wa dini ya Kiislamu. Hongereni mashehe pia na walimu wa madrasa ambao mnaendelea kuwapa elimu nzuri vijana hawa, ili mazingira yetu yanapokuwa bora zaidi, na sisi tunaendelea kuwa bora, na dunia pia inaendelea kuwa bora na salama zaidi kuweza kuishi. Hatimaye basi tuweze kutekeleza ujumbe wa Mwenyezi Mungu na turejee kwake, tumuone uso kwa uso. Tumekuja hapa Bagamoyo, tumefika katika shule ya msingi Kizuiani, na tumekupa kwa ufupi kile ambacho tunakiona katika shule hii ya msingi Kizuiani. Lakini shule hii ina utajiri mkubwa, na tunatamani sana kukupa kwa undani na kwa mapana na marefu kile ambacho kinapatikana katika shule hii ya msingi Kizuiani, historia yake, mazingira yake ilimopitia mpaka leo ikiwa na miaka 155. Hii shule hatari sana, shule kongwe. Hata binadamu sijui kama tunaye ambaye ameishi miaka 155, lakini shule hii ina miaka 155. Kwa hiyo tutakuja kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunazungumza tu kipindi pekee maalum cha shule ya msingi Kizuiani. Laudato Si, mazingira nyumba ya